نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea sehemu ya pili kumjibu mzee wetu, mzee ambaye umri wake umekuwa ni namba tu, na ndiyo kawaida ya ndugu zetu mawahabi. Wao hawaheshimu hata umri wao na wanamuona mtume ni sawa tu na muhuni wa mtaani ambaye alikuwa hazingatii masuala ya usafi. Uislamu umetuelezea masala nzima ya namna gani tuishi na wake zetu wakiwa katika hali ya hedhi. Sasa mtu anapokuja akasema ya kwamba mtume alikuwa hana subira, yeye alikuwa anawachezea hali ya kuwa wapo katika hiyo hali ya hatari, basi ndo hivyo tena, ndo akili za kupewa ongeza na za kwako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'anul Karim ndani ya suratul Baqara ni aya ya 222, aya 222 Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia wayasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza juu ya hedhi. Kul huwa adha, waeleze hiyo ni chukizo, hilo ni kero. Faatazilu nisaa fil mahidhi, waepukeni wanawake wakiwa katika hiyo hali ambayo ni adha. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie wake zenu hao katika hali wakiwa nayo hiyo hali ya hedhi. Fa idha tataharna, hii ni jawabu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sasa msiwatenge jumla, hapana. Wanapotaharika faatuhunna min haythu amarakumullah, waendeeni katika taratibu zile zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amrisheni. Inna Allaha yuhibbu tawabina, Mwenyezi Mungu anapenda wanaotubia, wa yuhibbu almutatahhirin, na anapenda watu wanaojitaharisha, watu waliokuwa ni wasafi. Ibara hii ya aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatuonesha kwamba mtume ndiye aliyekuwa kwanza ni mwalimu wa umma, ndiye alikuwa ni msafi wa kwanza katika umma, ndiye alikuwa ni mtanashati. Sasa unapomfananisha mtume ni sawa na walevi tu, wanywa gongo au wanywa viroba au wanywa konyagi, kwamba na yeye akikuta mke yuko katika hali hiyo, ndio hivyo tena kumchezea kama kawaida, kana kwamba alikuwa hana wake wengine, ati kisa ionekane tumemtukuza sana Aisha. Hizi ni akili mgando, akili za kukopa, hakika zina wakati zina expire. Hebu tuitizame video hii kwa mara nyingine ndipo tuendelee. Mwana Aisha asema mtume akija nyumbani na akamtaka mke wake ikawa mke wake ana tatizo la period, mtume hamwambii Aisha wacha basi nende kwa Umu Salama, wacha basi nende kwa Juwaria, wacha nende kwa fulani. Mtume anachukua mwenyewe pads, anaweka mitaa inayohusika. Mashekhe, tuulizane, hizi darasa za soma kila siku, lakini umwahi kumweka mke wako. Manake Mwana Aisha asema huchukua nguo mtume akazipeleka sehemu ambazo ni hatari, kisha mtume halali akazunguka katika shamba atakapo. Wewe utakapanda kitanda na tasbih, ukigusa la hawla la hawla la hawla na rakabili kidogo, la hawla la hawla. Mtume anazunguka kama shamba yake, kile sehemu anazoziona ndizo. Sallallahu alayhi wasallam.
Ni ukweli usiopingika ya kwamba mtume alikuwa ni msafi kuliko tunavyotathmini kwa akili zetu. Mtume alikuwa anajali sana usafi wake kuliko tunavyojali sisi usafi wa miili zetu, kwa sababu yeye alikuwa ni qudwa wal uswa. Sasa ikiwa mtume huyu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutamnasibisha ya kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye anakaa nyumbani kuwavalisha pampers wake zake wakiwa katika siku zao za hedhi, ni afu tukasema ni sehemu ya kumheshimisha, basi tunaweza tukasema ya kwamba kumbe hospitali ya vichaa ya Milembe tumekosa mafaili ya pale, lakini sisi akili zetu zinatakiwa zichunguzwe. Kwa hiyo kuna wajibu wa kusoma kile kitabu Mawahabi chini ya darubini, kuwatazama kwa kina hawa watu wana lengo gani na Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemweleza Nabii Muhammad mara kadha ya kwamba ni kiumbe aliyekuwa ni mtaharifu, ni kiumbe ni msafi, ni kiumbe ambaye akhlaqi yake ni bora zaidi kuliko akhlaqi za watu wengine. Inakuwaje huyu mwenye akhlaq, mwenye tabia nzuri ashindwe kuelewa mafahimu ya aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayotwambia ya kwamba tujitenge na wake zetu wakiwa katika hedhi, bali ye mtume akawa yuko karibu nao sana mpaka kuwavalisha pampers. Ndugu zangu, tuwatathmini mawahabi. Mawahabi wana kansa ya ubongo. Mawahabi wamenyimwa kuweza kufahamu hiki wanachokisoma kwa sababu ya unafiki. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema bi'sa mathalul qaumi alladhina kadhabu biayati llah. Hawa ni mfano mbaya sana kupigiwa, ni sawa na punda waliobebeshwa mizigo ya vitabu, hawajui kilichomo. Wamebeba zabibu lakini wanakula sanamu. Ni masikitiko makubwa yaliyokuwa ni makubwa katika umma wa Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Njoni tumuhami Nabii Muhammad, njoni tumtangaze Nabii Muhammad kwa wema wake, uzuri wake, utanashati wake, ukamilifu wake wa kiakhlaqi, ukamilifu wake wa kimaarifa na usafi. Tusiendelee kubebeshwa mizigo na misaraba ya hawa watu ambao ni wanafiki, wamejinafikia wenyewe na wanamnafikia Mwenyezi Mungu. Yukhadi'una Allah, wanamuhadaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si kingine ni kwa sababu Allah Subhanahu sema innal munafiqina la yafqahun, hawawezi kuelewa walichokisoma na kukitambua vizuri kwa sababu ni wanafiki. Naam, tukiendelea katika kitabu chetu cha Biharul Anwar kudhihirisha kwamba maulama wa Ahlul Baiti alayhi salam na watafiti katika nyanja za maisha ya mwanadamu na utahara wa kinafsi, utahara wa kimiili na wa kimazingira, tunaona riwaya inayozungumzia baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutamka ya kwamba inna Allaha yuhibbu at-tawwabin ay 'anil dhunubi wa yuhibbu al-mutatahhirin ay almutanazzihina anil aqdar, ni wale ambao wanajiepusha na masuala ya uchafu, kama jamaatil haidhi, kama kuwaingilia wanawake ambao wapo katika hedhi. Kwa hiyo utaona ya kwamba kumbe Uislamu unafundisha watu usafi. Mtu akiwa katika hedhi ni mchafu. Sasa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa ali, kwa nini tumfananishe na inzi ambaye kazi yake ni kutua sehemu yenye taka, sehemu yenye uchafu? Makini, katika akhiri zamani hii kuna watu ambao kazi yao kubwa ni kupepesa midomo kwa ajili ya kumfedhehesha Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukimalizia riwaya iliyokuwa ndani ya Biharul Anwar, ndani ya muktadha ya darasa letu hili linalohusiana na kuharamishiwa wake zetu wakiwa katika hali ya hedhi na kujitenga nao. Inasemaje riwaya hii? Anasema kutoka kwa Ahlul Baiti salawatu rabbi wa salamuhu alayhim, nasemaje, anna almar'ata idha hadati au nafisati haruma alaiha, mwanamke anapokuwa katika hedhi au yuko katika nifasi ni haramu kwake swala, antusalli wa tasuma, ni haramu kwake kuswali na kufunga, wa haruma ala zawjiha wata'uha, na imeharamishwa kwa mume wake kumwingilia, hata tathura, mpaka ataharike, minadami wa taghtasila bilma'i au tatayammama,
ataharike damu yake ataharike damu yake na aoge maji au yatayammam, illam tajid almaa, kama hatapata maji, fa idha tahurat, na atakapotaharika, kadhalika qadati as-sawm, atafunga saum, walam taqdi as-salat, na hatofunga sala zake, wa halati li zawjiha, na anakuwa ni halali sasa kwa mume wake. Tunajiuliza swali, ikiwa ya kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa ali, kila mmoja elewa katika tarikhi alikuwa ana wake zaidi ya 10, sasa kitu gani kilichomfanya mtume mpaka aende sehemu ya uchafu na kumvalisha pampers mke wake, kisha aendelee na maswala mengine kwamba azunguke shamba lake lote, na wakati wanawake wengine wapo? Hii ni ile tunasema watu wamemtukuza sana Aisha na kumfadhilisha Aisha na kumfanya mtume alikuwa ni kama hayawani fulani asiyejitambua na wala asiyejua usafi na asiyekuwa na subira. Haya ndiyo tunayoyasema ni nguvu za wale wanaotangaza ushoga, na nguvu za wale ambao wanaudhalilisha Uislamu, na nguvu za wale ambao walipiga mihuri ati hii ni Bukhari na hii ni Muslimu, ikisemwa chochote ndanimo hakikosoleki. Wakasahau ya kwamba riwaya zinatakiwa zipimwe na Qur'anul Karim, kwani Qur'anul Karim la yamassuhu illa almutahharun. Kiufupi ni kwamba bado tunaendelea kufundisha jamii itambue ya kwamba mawahabi awa masuni uchwara, masuni walevi hawa bado wanatumika sana katika njia za kuudhalilisha Uislamu na kuondosha mila na desturi ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba walikuwa ni watu wenye miujiza, watu wenye usafi, watu wenye utambuzi, na watu wenye timamu, na wanaofuatwa na watu katika jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaendelea katika sehemu mbalimbali, na tutarudi kama endapo tutaona pia mambo kama haya yanaendelea, kama alivyodhalilishwa Nabii Musa alayhi salam ndani ya Sahih Bukhari ama Sahih Muslim. Ni mambo ya kufedhehesha sana. Mambo haya tukiyasema watasema Mashia wamejitungia, lakini kwa sababu ya watu wenye na vitabu vyao, uvivu wa kujisomea wenyewe na uvivu wa kuelewa, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwanyima utambuzi. Tukaona aya yasema innal munafiqina la yafqahun. Unasoma aya vizuri kwa sauti nzuri mpaka machozi, lakini kifuani haijakaa, maana haijapatikana, bali ni kusoma kama makasuku. Niwatakie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.